tamaa nilikae Chakakamwe hapo wengi wanakaa kuendelea na Bwana uninue kwa imani nisimame nipande milima yote Bwana unipandishe kae duniani ni mahali pa shetani natazami ya mbinguni nitafika na imani Bwana uninue kwa imani nisimame milima yote Bwana unipandishe pandishwe juu zaidi ya mawingu nitaomba nifikishwe Bwana unipandishe Bwana uninue kwa imani nisimame nipande milima yote Bwana unipandishe Tunaimba wimbo na tunamwambia kwamba tunaomba na tunakuomba na tunakuuliza Baba wetu utubadilishe milima yote Bwana asifiwe. Kwa hiyo kupitia neno la Sunday school, kupitia neno la utambulizi, kupitia neno la saa hii Bwana asifiwe. Milima maamini utaipanda Bwana asifiwe. Ukiiweka katika moyo wako itakuwa msaada kwako na itakuleta nguvu kupanda milima, kwa sababu imesemekana kwamba milima yote, kwa hiyo sio mlima mmoja, ni milima yote, kwa hiyo milima mingi. Ukipanda huu unaenda mwingine unapanda, ukitaka huo ukimaliza ukipata ushindi unaenda mwingine unapanda. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo ni mingi na yote tutafaulu kwa sababu tumeomba Bwana utubadilishe. Kwa hiyo sio sisi, ni yule aishie pia atatupandisha, kwa sababu alishinda kifo na mauti, na sisi tuwashindi kwa sababu milima yote tutaipanda na tutashinda yote ya shetani katika huu ulimwengu tulivyoufanya, kwa sababu ndio tunatazamia. Bwana asifiwe sana. Bwana awabariki sana na apate kuwatenda mema kwa kubali kukaa kwenye viti vya heshima ili mpate kusikia kutoka kwa Baba yenu. Naye kwa sababu wema yeye ni mwaminifu, anajua yale mnahitaji. Bwana asifiwe. Amen. Wacha niseme ina sababu ya kanisa. Hata mimi nasema. Na nataka mmoja akisimama hapa nasema kwamba yote ambayo nilikuwa nimepanga kusema yamesemwa katika
Bwana asifiwe. Sijui ni nini naendaga. Naona Roho Mtakatifu anakuanga hapa. Na kuna jambo ambalo Mungu anataka tusikie kila siku. Siku hii ukikuja kuna jambo ambalo Bwana anataka usikie. Na mimi nikasikia udhaifu wa Samson. Na neno langu leo lina maneno ambayo inaongelea hali ya udhaifu. Bwana asifiwe. Hali ya udhaifu. Hivyo udhaifu huleta shida. Kwa sababu uliletea Samsoni shida. Na ndio neno langu siku ya leo. Kwa hivyo anatupenda sana. Mungu wetu anatupenda sana. Na Mungu wetu anatujali. Na yeye ni mchungaji wa ajabu. Kwa sababu yeye hutulisha penye majani mabichi. Kwa hivyo usikubali neno hata siku moja likiwa ni la utangulizi, likiwa ni neno la Mungu, likiwa ni la Sunday school, likupitia. Bwana asifiwe. Kwa sababu Mungu hupitia kwa hawa watu wake ambao wanasimama kwenye haya madhabahu, kwa sababu ya maombi ambayo tunaomba. Hii yote tulimwambia Mungu wetu, andaa hawa watu wako, wasaidie Bwana, wajaze Roho Mtakatifu, ukasimama nao katika madhabahu. Bwana asifiwe. Hiyo ndio Mungu hupenda. Kwa hivyo Mungu wetu ni wema kwa sababu ya hili Mungu wetu. Mungu anajibu Mungu wetu. Kwa hivyo usijione hivi. Wewe ni mtu wa maana sana. Kwa sababu maombi ambayo naomba wiki yote, na wewe unataka uangalie, na mimi nataka niangalie kwa sababu ya neno la Mungu. Mungu, wewe ni mtu wa ajabu. Mimi ni mtu wa ajabu sana. Mimi sio hivi. Bwana asifiwe. Mimi sio hivi. Mimi ni wa ajabu. Wewe ni wa ajabu. Wewe sio hivi. Bwana asifiwe sana. Siku ya leo najua kwamba nimebarikiwa sana na Mungu wetu ni mwaminifu kwa kila jambo, kwa sababu mipango yake ambayo alikupangia anasema kwamba anakuazia mawazo mema na sio mabaya. Bwana asifiwe. Mawazo mema na sio mabaya. Na sio mabaya. Yeye anakuazia mambo mazuri, mambo mazuri sana, kwa sababu na hiyo siku ya leo najua kwamba Mungu amekuambia mambo mazuri sana ambayo utasikia kutokana na neno lake. Hivyo neno lote la Mungu tunaambiwa na mwili hivyo ya kutusaidia wakati tunaenda. Usidharau neno lolote ambalo tunasikia, kwa sababu tunaambiana kwamba ni msaada wako leo na siku ya jana na siku ya ambayo inakuja ya kesho na miaka yote tunayoishi. Na hivyo neno la maana sana litusaidie kila wakati. Na hivyo hapo nasema kwamba Mungu hubadilisha majina. Majina hubadilika. Na majina kubadilika inabadilikaje? Kuna jambo lazima ufanye ndio jina libadilike. Bwana asifiwe. Kwa sababu jina la Yesu lilibadilika wakati alishinda kifo na mauti, likabadilika akaitwa Bwana wa mabwana. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kuna jambo ambalo utafanya ndio uweze kubadilika jina ambalo tunakuita siku ya leo. Ndio siku ya kesho tukuite jina mpya ambao wewe mwenyewe ndio wewe utainuka ili uweze kula lile jina ambalo ni zuri. Kwa ya olia na yeye mwenga aliamua na Yesu. Aliitwa Bwana wa mabwana. Na siku ya kesho najua kwamba utaitwa mshindi. Utaitwa heri. Bwana asifiwe. Na mimi naona kwamba wewe ndio unisaidia kusoma. Anajua kwamba utasikiliza wakati neno hili linasomwa na imani, na utaweza kusikiliza vizuri, kutoa Biblia yenu, kwa sababu najua mlikuja nazo, kwa sababu huwezi kwenda shamba bila elimu.
wakati wote unaenda katika kula na Bwana, ubebe neno lake, ubebe Biblia ili uweze kulipa vizuri, kwa sababu ndio neno ambayo tunatembea nayo. Neno la Mungu ambalo liko katika Biblia zetu, katika kitabu cha Wafalme pili 7 kuanzia mstari wa 3. Wafalme wa pili 7 kuanzia mstari wa 3. Basi walikuwapo watu 4 waliokoma penye lango la mji, wakasemezana, mbona tunakaa hapa hata tufe? Ukisema tutaingia mjini na njaa, nasi tutakufa humo, nasi tukikaa hapa tutakufa vilevile. Haya, twende tukaliendee jeshi la Washami, wakituhifadhi hai tutaishi, wakituua tutakufa tu. Basi wakaondoka kabla ya mapambazuko ili waende mpaka kituo cha Washami. Na walipofika mwanzo wa kimo cha Washami, kumbe hapana mtu, kwa maana Bwana alikuwa amewasikizisha Washami kishindo cha mienendo ya magari na kishindo cha farasi, kama kishindo cha jeshi kubwa. Wakaambiana, tazama, mfalme wa Israeli amewaajiri wafalme wa Hiti na wafalme wa Misri waje kupigana nasi. Kwa hiyo wakaondoka, wakakimbia kungali giza bado, wakaziacha hema zao na farasi zao na punda zao na kimo chao vilevile kama kilivyokuwa. Wakakimbia wakapata kujiponya nafsi zao. Basi wale wenye ukoma walipofika mwisho wa kituo, waliingia katika hema moja, wakala na kunywa, wakachukua fedha na dhahabu na mavazi, wakaenda wakavificha. Wakarudi wakaingia katika hema ya pili, vilevile wakachukua vitu wakaenda wakavificha. Ndipo wakaambiana, mambo haya tufanyayo si mema. Leo ni siku ya habari njema, na sisi tunanyamaza, mkingoja hata kutakapopambazuka, madhara yatatupata. Basi twende tukawaambie watu wa nyumba ya mfalme. Basi wakaenda wakawaita mabawabu wa mji, wakawaambia, tulifika kituo cha Washami, na tazama, hapana mtu yeyote huko, wala sauti ya mtu, ila farasi wamefungwa na punda wamefungwa na hema zao kama walivyoziacha. Na mabawabu wakaita wakawaambia watu wa nyumba ya mfalme. Mfalme akaondoka usiku, akawaambia watumishi wake, sasa nitawaonyesha ninyi walivyotutenda Washami. Wanajua ya kuwa tuna njaa, basi wametoka kituoni ili kujificha kondeni, wakisema, watakapotoka mjini tutawakamata hai, tena tutapata kuingia mjini. Na mmojawapo wa watumishi wake akajibu akasema, kunradhi, baadhi ya watu na watwae farasi 5 katika hao waliosalia waliobaki ndani ya mji. Tazama, wamekuwa kama mkutano wote wa Israeli waliobaki ndani yake. Tazama, wamekuwa kama mkutano wote wa Israeli walioangamia. Tukawapeleke tukaone. Basi wakatoa magari 2 na farasi zake. Mfalme akawatuma kuwafuata Washami, akasema, nendeni mkaangalie. Wakawafuata mpaka Yordani, na kumbe njia yote ilikuwa imejaa mavazi na vyombo. Walivyovituma Washami wapate kukimbia upesi, watu wale waliotumwa
wakarudi wakamwambia mfalme. Basi watu wakatoka wakiziteka nyara hema za Washami. Ikawa kipimo cha unga mzuri kikauzwa kwa shekeli, na vipimo viwili vya shayiri kwa shekeli, sawasawa na neno la Bwana. Naye mfalme nilikuwa nikitazama nasikia kwamba hili neno ni neno la ajabu sana, kwa sababu tunasikia hao watu walikuwa na jana hii story tunaikiwa huko Samaria, kwa sababu tayari kulikuwa kupiga jeshi la Shamu ambao walifanya wakajifungie. Kwa hivyo wakajifungia ndani ya mti, hakuna kuondoka. Basi wakakaa pale, wakakula chakula chote walichokuwa nacho kikaisha. Hata ikafika wakati walikula hata vichwa vya punda, na kukawa na wamama ambao walichinja mtoto na wakamla. Kwa hivyo njaa ilikuwa kali, na hao watu wenye ukoma siku zile wakiwa na ukoma, kwa sababu ilionekana ni ugonjwa wa wakubwa, hata ndio wala sio. Kwa hivyo walikuwa wakitupwa nje, kwa sababu ilionekana kama kwamba au ilikuwa ni dhambi inafanya mtu awe na ukoma, ni dhambi. Na ndio tunajua kwamba hata huyu anaitwa Miriam, dada yake Musa, walipoinukia Musa alipata ukoma. Kwa hivyo watu wenye ukoma walikuwa wakiwekwa nje ya jiji, na hawa watu ilikuwa vile walikuwa wamepata na ukoma. Kwa hivyo walikuwa watu ambao uangalifu, watu ambao hawawezi kujisaidia, na pale katika geti walikuwa wakipelekewa chakula pale wakule. Kwa hivyo kama vile tunasikia kwamba kulikuwa na njaa, hakukuwa na chakula ya kuwapelekea wale watu, na hakuna mtu alikuwa anawajali. Kila mtu anajishughulikia huko, chakula kidogo wako nacho wanakula, nacho zikaendelea kuishi, nao wakaendelea kuangamia pale. Hakuna mtu anawashughulikia, hakuna mtu ako na shida nao, hata ingefaa sana wakufe kwa sababu wako na ukoma wala sijue. Kwa hivyo hawakuwa watu ambao walikuwa mtu hata mfalme hakuwashughulikia, hakuna mtu alikuwa na haja nao. Hata wakikufa labda hakuna mtu ameona ni shida sana, kwa sababu watu ambao ni wenye dhambi, na dhambi zao ndio zinawafanya kwamba wakae pale. Lakini Mungu kupitia ile njaa alipata kuwatumia wale watu ambao walionekana ni watu yake adekufu. Hakuna mtu ameshughulika nao, hakuna mtu alikuwa na haja nao. Labda hata alikuwa wakivaa kampala pale, nani angewapea nguo nzuri? Hakuna. Nani angewajali kitu? Hakuna. Labda hata kibarua wangeenda, hakuna mtu angewapea kibarua kwa sababu ya ukoma ambayo alikuwa nao. Kwa hivyo hawakuwa na lolote la kufanya. Sasa leo ilikuwa tumekaa hapo nje, wakipewa chakula wapewe, wakikosa wakae. Kwa hivyo wakakaa pale, na Mungu ni mwema. Yao watu ndio Mungu aliwapa baraka, akimaeleshia Mungu awatendea. Na ndiposa ninasema kwamba Mridi aliongea hali ya udhaifu, hali ya udhaifu, na akatumia Samson na akafanya azaliwe, na alijua kwamba itafika pahali aweze kupungukiwa na nguvu zake. Kwa hivyo siku ya leo Mungu anakuhitaji ukiwa na ule udhaifu uko nao, kwa sababu siku ya leo anataka ujue udhaifu wako
ili uondoke kwenye ule udhaifu. Ujijue leo wewe sio dhaifu, wewe ni shujaa. Bwana asifiwe. Wewe ni shujaa, umtumikie Mungu. Wewe ni shujaa, umfanyie Mungu kazi. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu hata ikiwa Samsoni alikuwa na udhaifu, alifanya kazi ambayo Mungu alikuwa amepanga ataifanya. Hata ikiwa amefanya nyingi, lakini ile ilikuwa Mungu anakusudia hapana, tayari amefanya. Bwana asifiwe sana. Na sisi vile tuko hapa, labda watu wanatuangalia, wanashindwa hawa watu vile wako, kila Jumapili wako hapa, kwani hawaoni aibu? Hawaoni aibu vile wako. Kanisa hakuna watu, yao peke yako. Siku ya Jumapili tunaona siku ya Jumapili tunaona si mwaka inakwisha, mwaka ingine ndio hiyo. Bwana asifiwe sana. Sinaonekana udhaifu, inaonekana maisha ya binadamu ikiangalia inaona udhaifu. Nataka kukuambia siku ya leo, wewe sio dhaifu. Hata ikiwa watu wanakuangalia, wanakuona vile ulivyo, ujiamini wewe ni shujaa. Kwa sababu hao watu, ile inanishangaza sana na hainenagi sana. Watu wananenanga sana habari ya kupata chakula, lakini ile ilinishangaza na ile ilifunuliwa nikaona zaidi, ndio walipigana vita. Kwa sababu Washamu walikuwa wamekuja vita, lakini inaonekana kabisa walipata watu wapate chakula. Ndio walipata watu wapate chakula, watu wanapata chakula, na ni kweli walipata chakula. Lakini vita ilipigana na nani? Baada ya Mungu. Bwana asifiwe. Baada ya Mungu ajaje kuitenda. Na wanawake wengine wanahitaji kuomba. Bwana asifiwe. Hao watu ambao walikuwa ni wadhaifu, ndio Mungu alitumia wakapigana vita. Bwana asifiwe. Akawapa hekima. Ondokeni mlende. Akawaendea. Ondokeni mlende. Bwana asifiwe. Ondokeni mlende. Nawe siku ya leo Mungu anakuambia kwamba ondoka wende. Usikae pale ulipo leo. Mungu anataka uondoke wende. Kwa sababu wewe ndiye shujaa, na wewe ndio utapambania hii kazi ya Mungu mpaka simama. Utasimama na Mungu au utaenda na Mungu au utaondoka na Mungu. Bwana asifiwe sana. Utaondoka na Mungu. Bwana asifiwe. Utaondoka na Mungu. Mungu anataka kumuite sana. Ufunge chakula, kukula chakula, ujinyime, ukuje katika haya madhabahu, utoe pesa zako, ushughulikie hii kazi. Bwana asifiwe. Siku ya leo unaambiwa kwamba wewe ni shujaa. Lakini ukitaka kukaa ukiwa mwenye ukoma, uamuzi wako. Wewe utaamua kama utaishi pale, kama utaishi mwenye ukoma. Bwana asifiwe sana. Wewe kama Mungu anakuambia leo kama Bwana asifiwe. Kwa sababu leo ni shujaa. Sasa uamuzi ni wako siku ya leo. Uamue kana kwamba mimi nitasimama kwenye pili. Mimi nitapigania hii njia. Mimi nitasimama na hii kazi. Mimi nitatembea na Mungu kuinua hii madhabahu. Bwana asifiwe. Uamuzi ni wako. Hawa watu ndio waliamua na wakasema kwamba na walitoka wote tuondoke, kwa sababu hata tukikaa hapa njaa itakuwa. Hata tukiingia mjini hakuna chochote. Bwana asifiwe. Kwa hiyo hata tukiingia ulimwengu hakuna chochote. Bwana asifiwe. Tukiingia ulimwengu
hakuna chochote. Ikiwa hatutaki kuchekelewa, hakuna chochote. Nao tunaweza kile kwa sababu hakuna chochote. Ukipaa kama kumana koja, ukifanya koje, usije na suluhisho. Hakuna suluhisho utapata. Ile utapata na ile itakusaidia ni kusikia tu sauti yako. Okay. Amuka wewe. Amuka wewe. Amuka uombe. Amuka ushikilie kazi ya Mungu. Amuka utoe mambo yako. Amuka ufanye vile. Upende mwingine. Uhurumie mwingine. Usaidie mwingine. Amuka. Bwana asifiwe. Wakaamka. Na katika kuamuka kuna hasara. Kuna hasara ya kuamuka. Kwa sababu hao watu tunaona walikuwa kuna hasara. Kwa sababu walisema tuamuke. Na tukienda mahali wakiona ni heri watuue tukufe tu. Kwa hivyo walikuwa na kujitoa. Walijitoa. Tutaenda ikiwa watatupa chakula watupe. Ikiwa watatuua tuue. Bwana asifiwe. Lakini ukiwa muovu utapata hawa kama ni kufa na ile sisi ya leo kama wataamua. Ikiwa watanisekelea wakininena nitavumilia, wakinitenga nitavumilia, wakinidharau nitavumilia. Bwana asifiwe. Utavumilia. Wewe ndiye unajua kama utavumilia ama hutavumilia, au utafanya kama vile Mungu alisema siku ya leo. Akitaweka Yesu chini kwa na wewe utapata pale. Uliambia siku nyingine hadi tulikuwa tumeenda na tunani na hiyo mambo hapo. Atukisema utaweka Yesu chini hadi mmeenda ule adui yako utatakia Yesu ndani. Kwa hiyo Bwana asifiwe. Sijui kama utaogopa madharau, utaogopa kutengwa, utaogopa nini. Bwana asifiwe. Utaogopa maneno ambayo watanena. Lakini hawa walikuwa wakiamua, wakasema kwamba sisi tutaondoka. Wakitaka kutuua, wakituhurumia, watupee chakula. Bwana asifiwe. Kwa hivyo waliondoka wote. Na katika ule ushirikiano, katika yale mapatano ambao waliongea na midomo yao, Mungu naye akaingilia. Mungu akawa katikati yao. Kwa hivyo katika hali ya upendo, katika hali ya kushirikiana, katika hali ya kusema na kutenda, tofauti na mageukiroge, kwa sababu wanapendana. Katika kupendana wao na ushirika wao, Mungu akaingilia. Bwana asifiwe. Mungu anatendea pahali pana upendo na ana ushirikiano. Ndio nikaingia kana. Pahali kuna upendo, kuna ushirikiano, kuna kuhurumiana, kuna kusaidiana. Bwana asifiwe. Kwa sababu hawakusema kwamba mimi sitaenda. Tukienda tukufe ya baba. Mwingine akasema, sasa watu wakisikia pahali tukienda tukufa, mimi sitaki maneno nifuate. Hata mfalme akisikia tulikuwa tumeenda kuwafunga wale askari wa Shami, mmoja wake akijua ile wake akali. Bwana asifiwe. Lakini waliamua kweli. Wewe twende tu. Ya kufuata Yesu. Ya kufuata neno la Mungu. Ya kutumikia. Hao walikuwa na upendo na ushirikiano, wakakata kauli moja na wakaamuka na wakaenda. Bwana asifiwe. Mungu huwatumia ambao ni wanyenyekevu, anawalea ndani na wako tayari kutumiwa na Mungu au pia Mungu kutumia. Bwana asifiwe. Kwa sababu aliangalia roho ya Ibrahimu, akaiangalia akasema huyu ndiye. Yeye alikuwa na ndugu zake, alikuwa na baba yake,
Lakini Mungu aliangalia roho ya Ibrahimu na akamwambia, Ibrahimu, ondoka kutoka katika nchi hii yetu ya Uru. Kuna hasara katika kumtumikia Mungu, kuna hasara ambayo utaenda. Na yeye aliondoka kwenye udini wa baba yake. Ndio imeshaide utaungailewa hivi mara ile mwao niko mle. Alitoka kwa sababu alikuwa mtu ambaye ni mnyenyekevu. Mungu anena roho yako hapa. Mtu ambaye alikuwa na roho ambao ulikuwa umepondeka. Na Mungu akamtumia. Naye akaondoka kwa sababu moyo wake ulikuwa moyo ambao ulikuwa umepondeka. Akaamuka na akaenda. Bahali pazuri lakini akakubali kupata hasara. Kuna watu wengine ambao walipata hasara, ambao waliitwa Danieli. Danieli katika hali ya kuwa na ule moyo wa kunyenyekea na kutaka ile Mungu anamwambia afanye. Kwa hiyo huyo moyo ni mnyenyekevu, ni moyo ambao umepondeka, ni moyo ambao umejitoa kwa Mungu. Kwa hivyo chochote kifanyike, yeye hataki kujua, kwa sababu yeye moyo wake unatazamia tukasikia sauti ya Mungu, ondoka ufanye hivi, ondoka ufanye hivi. Hiyo ndio anafanya. Na hiyo sauti ikija anatii. Naye anaitwa Mungu wa Danieli. Bwana asifiwe sana. Akawekwa katika kaburi yake, akawekwa katika simbo la simba. Lakini ilionekana ni hasara, kwa sababu wale walikuwa pahali pao wakiangalia Danieli akiwekwa katika simbo la simba. Kama ni wewe unasema ni hawatukio kama tena kutumika badala ya hapo yote sio badala hiyo kanisa ikae hiyo korona ile kama kani ndio siri ikiwa ni haya acha tu niwache hata hiyo kwa nini kitu unakaa kama vile ulivyo sema yana hakika nikapambana na mimi wote nikapambana siwezi kukubali lakini Danieli alikubali akaonekana mjinga. Wakamchukua kama ni sisi tungesema mimi siwezi kukubali dafu yake takuwa kumeaje somi takuwa kumeaje hama kamakia hivi kitikira isi ndio marafiki zake nao shaka kabisa tunabadilika wakakubali hiyo wote ikawekwa wakaambia kama wapo na wasemi wataabudu sanamu watainamia sanamu wakasema hawawezi. Na nchi nzima ya Babiloni ilikusanyika na mfalme wao Nebukadneza wakiwa pale wasalimu amri wasema watainamia sanamu. Lakini hao wakasema tuandani tumpeleke wakaambia kama mmeamua tutaongeza hii moto mara 7. Labda katika mbele wao walisema hata sio mara 7, hata wakiongeza hata 100 sisi hatutakubali. Katika huo ushirika wao wakiwa watatu wakaongezana nguvu, wakaongezana imani, wakasema sisi hatutainamia na tukufu. Hiyo biashara ndiposa nikasema kwamba Mungu hutumia vyombo ambavyo au watu ambao walimu. Na tunaona kwamba wakati Ibrahimu alikubali kuondoka, Ibrahimu tena kuondoka kupata mtoto, Mungu akasema anataka mtoto. Na ni kwa sababu ya moyo wake ulikuwa umebondeka. Akasema kama ni Mungu amesema
inakuanga lakini wanasema mimi nitakubali, mimi nitatii sauti. Moyo ambao umebadilika, moyo ambao umenyenyekea, akachukua mtoto na hakuna kelele. Mara nyingine sisi tunataka kelele, tunapiga kelele. Ukienda usikinga ufanye, ukienda nyingi Jumapili tayari pesa za kujenga hawa ndio kidogo kuja kanani watu bwana siku bwana kuoni ni kile kinachofanya bwana siku bwana kidogo hii unaenda kuje hii kile tunafanya nini wanapanda ndio wito karibu hapo na ndio kuna mtu si utatoka ujeke kingine kama ukae vizuri. Si hata Mungu ni vile. Utaishi kama watoto. Wewe kutoka pale ndio mali usiende. Au usiende. Hiyo ndio kule. Mzee alifanya yake. Na wewe ufanye yako. Bwana asifiwe. Kwa hivyo najua kwamba tutaendelea. Sisi tutaendelea. Hata kama ni mtoto tutatoa. Kama ni pesa tutatoa. Kwa sababu katika kufanya hayo ni kuenda kwenda. Kwa nini baada ya kumpinga na kuwa na moyo ambao Mungu alimfanya baba wa taifa kubwa, na taifa hili ndio linaloishi Mungu. Basi tunamuita Mungu wa Ibrahimu, taifa la Ibrahimu. Hata siku ya leo hiyo miaka yote imeisha, miaka imeisha, na hata bado tunasimama hapa siku ya leo na nenda maneno ya Ibrahimu na alienda. Bwana siku Ibrahimu alienda, lakini siku ya leo mimi nimesimama hapa na nenda maneno ya Ibrahimu. Na Ibrahimu alienda. Bwana siku nani alisababisha tuwe tukisema Ibrahimu? Miaka inaenda Ibrahimu, miaka inaenda Ibrahimu, miaka inaenda Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo, Mungu wa Israeli, taifa la Ibrahimu. Kwa sababu yeye aliamuka akaenda, kama hawali waliondoka akaenda, na yeye aliondoka akaenda. Baada ya sasa ya kanisa kitazinena na Danieli kuingia kwenye hasara, mfalme Nebukadneza akasema kwamba katika miliki hii yote yangu hakuna Mungu mwingine ataendelea. Na siku ya leo tunaongea habari ya Shadraka, Meshaki na Abednego. Hata watu wakibatizwa wanataka haya majina sana. Ndio wanapokuwa hapo ndio tunajua ndio. Hakuna mtu anataka hiyo jina. Hakuna mtu hawezi kusikia mtu amebatizwa hiyo. Lakini kubatizwa Danieli unajisikia. Kubatizwa Shadraka unajisikia. Kubatizwa Meshaki unajisikia. Bwana asifiwe. Hata siku ya leo tunaendelea haya ya haya. Kwa sababu walikubali majina yao ibadilike. Ikabadilika. Na ndio tunajisifia haya neno siku ya leo. Tunajisifia kazi ambayo walifanya siku ya leo, tunajifunza nao. Majina yao bado hata sisi tunalitaka kuitanishwa nayo. Bwana asifiwe. Kwa sababu kuna faida baada ya udhaifu. Kuna faida. Na Mungu akasema yeye akasema nitaita
Mungu ashabu akamesha na Biblia. Mimi nitaitwa mtu wa pekee. Bwana asifiwe. Kwa hivyo katika ule udhaifu kuna kuinuka. Kuna kuinuka. Neko le gukira. Neko le na gukira. Na kiwote ya kweli neko le. Bwana asifiwe. Ndio ndio kwa ndio Ibrahimu sasa kabisa kile jina la Danieli. Bwana asifiwe. Kwa sababu kuna kuinuka sana. Hawa walipoamka wakaenda kumsikia hiyo hadithi yote tumeisoma. Wakaamka, wakaanza kutembea. Bila waliendelea kutembea, miguu yao tumesikia kwamba atiana na tarehe senta. Bila wanatembea, Mungu ikafika pale kwenye hema. Hao wakasikia, hao watu wamekuja sasa. Ndio hakuna lingine sasa ni kupotea. Walikimbia mpaka wakatoa nguo wakazitupa. Wanasikia zimekuwa mzigo na hakuna mtu amewafuata. Yaani ile sauti au mgurumo walisikia mara ya kwanza, walikimbia ikiwa katika masikio yao. Mara ile Mungu mmoja ulio kama ole na wale walikuwa sasa wakasikia kwamba sabato wakatoa nguo wakaanza kukimbia bila nguo. Bwana asifiwe. Hao watu wakaokoa jiji wakapata chakula na vitu baada ya hao watu bila walisema kwamba ile jeshi liko ndani. Ndio sema na watu bila kunyamaza hivi wanasimama. Yaani vile utaamka na ufanye. Ndio wakasema kumbe vile tunakuona akiwa pale. Amenyamaza nyamaza. Lakini ukimfuata hivi wewe ile kanisa lako acha nikwambie. Hiyo kanisa hapo wanaonaka roho shuka. Neno likinenwa kule linakuwa neno la ajabu. Bila kutulizi kwa Mungu bila kusaidia. Bwana asifiwe. Ndio utaamuka. Ndio Mungu atakusaidia. Kuwe na watu ambao watatamani kutembea na wewe. Naomba hiyo leo kuna ndio kushika. Wanataka kusikia kutoka kwako. Bila unaongea wanataka kusikia. Yaani ndio anaongea ni Amerika taarifa ukura. Taarifa ukura. Wanatamani neno la Mungu. Wanaona watu wako Mungu wewe. Wataenda katika nyumba ya Mungu. Ndio kanisa yake. Ndio nyumba yake. Ndio kutugatia. Kulingana na maneno ambayo yanatoka katika moyo wako. Kwa hivyo ni kuanguka. Toa tu. Kwa sababu wanafunzi wa Yesu waliambiwa Maunje, Yerusalemu na Judea na Samaria na ulimwengu. Kwa hivyo sio hapo tu. Tunaenda mbali. Lakini mizizi ile tutatoka nayo hapa ndio itatusaidia kwenda mbali. Lakini akili hapa ndio wewe. Bwana asifiwe. Kwa hivyo anaongea na hawetina. Wewe ni kwa kile anachokuambia kujifunza. Na mtu akasema kwamba tuokoe tena kama kulia. Ukijengwa hapa, ujengwe kabisa. Ukiondoka hapa, hata Mungu akusaidie. Wewe baadhi watu wanaendana watu mpaka mbele unaenda. Utaendelea kusikiliza na watu. Nitaona hii watu kuna maulu mahalele kuweka. Bwana asifiwe. Atemulipole watu wajia na wajia na wengine